Akamlingana Mungu, Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli, akasema, ndio, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli, na kunizidisha hozi yangu, ndio, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungalinilinda na uovu, ndio, ili usiwe kwangu huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Mungu akamjalia hayo aliyofanyaje? Yaomba. Alafu kumbuka ombi lake pia anaomba kwamba alindwe na nini? Na uovu, si ndio? Ndio. Mara nyingi leo tunatamani fursa lakini moyoni mwetu tunawaza, nikipata leo kiasi fulani cha pesa au nikiwa na nini nitafanya nini? Uongo kweli? Mwingine unawaza baa nzima zitanijua si ndio? Sijui wanawake walembo watanielewa. Yaani una makusudi. Lakini Yabesi anaomba kwamba Mungu amlinde na uovu. Anatanguliza kuomba hitaji lake ambalo limemkuta. Yabesi alikuwa anaona kwamba anataka kuwa na maisha, sababu kwao aliona maisha ni magumu sana. Kwa akataka kuwa na maisha nini? Mazuri, lakini anaomba alindwe na uovu. Kwa nini? Alijua kabisa atapokuwa na maisha mazuri, uovu kuingia ni kama mkuki. Ni kweli? Pesa simeandikwa ni jawabu la mambo yote. Maana ukiwa na pesa utafanya kila kitu. Zamani wazee walikuwa wanatuambia, someni, ukipata mambo maisha haya wanawake sio nini utayapata mbele kwa mbele. Yaani wazee wetu walikuwa wanatufundisha tuwe wauni. Nilikuwa nashangaa, hata leo nimekuwa mtu mzima na nilikuwa nasema mzee, sauti za baba yangu ananiambia kama nitapata yote, nitapata wanawake wazuri sana. Kwa nini nisipate mke mzuri wanawake? Sasa ina maana Mungu leo hatupi kwa sababu hata wazazi wetu walikuwa wanatukusudia mabaya. Tuko pamoja? Hawakutuweka katika msingi mzuri. Na ukiona mtu leo anakuwa na mali nyingi na anafanya vitu vya ovyo, sometimes lazima ujiulize kwamba hizi mali kazitoa wapi. 2, angalia kipawa chako cha nini? Cha asili. Kuna vitu unafanya kwa urahisi kuliko wengine. Kufundisha, kuongoza, kuandika, kuponya, biashara, ubunifu, kuhamasisha. Hivi vitu utajiangalia mwenyewe. Sawa? Kuna mtu unajikuta unapenda biashara. Uongo kweli? Yaani unajisikia wewe, yani nikipata mtu akinipa 100,000 hapa, yani una machungu hii biashara hii. Nikipata shilingi 100,000 hapa watanielewa. Na kweli ukipata 100,000 hiyo, unajikuta mtu anafanya biashara kwa uchungu na ni baili kwenye ile 100,000 yake. Anaangalia faida na kadhalika, lakini mtu anampa 100,000 kwanza anavunja 10,000 na kula chips mayai na kuku. Si ndio? Yaani mwingine yeye anatamani hata haombe dua asile mwezi mzima ili azalishe ile pesa. Tuko pamoja? Sasa unajua huyu msimfanya biashara. Kuna wengine unaomba mtaji, mnampa mtaji lakini unaona huyu simfanya nini? Biashara. Watu wenye hekima unamwangalia huyu mtu hawezi biashara. Kuna watu wengine ni wabunifu. Kuna mtu juzi nipigia simu, mtumishi nataka nibuni kitu fulani, naomba unisaidie mawazo. Yaani ana mawazo ya kibunifu tu, umeelewa? Sasa mtu wa hivyo ukimwongezea nguvu ndio inakuwa ni kusudi lake. Unaingia napenda kuponya, kwa mfano mzee wa kanisa yule ni mkemia. Ana bachelor mambo ya chemistry. Ni mkemia, lakini toka namuona wakati na mentor. Unajua wengi mimi nimewa mentor hawa humu katika habari njema kama walikuwa na wafunzi nikiwa mentor. Nilikuwa namwambia wakati bado naye anatafuta ajira kama wengine. Nikamwambia wewe umekuwa ni mkemia lakini nakuona wewe ni mwalimu wa afya. Hakuamini. Nikamwambia hebu anza kufundisha. Mara kwanza namwambia fundisha sehemu fulani, alitoka jasho mpaka kwenye kucha. Akachanganyikiwa, akasema mimi siwezi. Nikamwambia hapo sasa ndio mwanzo wako. Hebu niambieni sasa hivi mnamwonaje? Si ana confidence, ana madini mengi, ana vitu vingi, kwa sababu na hilo ndio eneo kila siku namwimbia, na kweli ameanza kulifanyia kazi. Na hatimaye kuna siku hiyo kazi ya ajira ya ukemisi kwa atakuja kuiacha. Sababu ndio ukitibu watu, ndio yani kama unatibu watu, ukitibu watu utakufa njaa. Acha wale matapeli ambao wanachukua vitunguu saumu 3 na limao 2 anakuambia milioni 1 tunaongelea mtu ambaye anatibu. Unajua unaweza ukatibu mtu hata ukamtibu kwa mambo machache tu, ndio? Na yule mtu akasema bwana, kwa kuwa umenifanyia jambo hili, mimi nakupa nyumba yangu hii, ndio? Bwana asifiwe. Mama mje kuyaona hayo. Kuna rafiki yangu alitibu mtoto wa Abudi. Mtoto wa Adibu ametibu mpaka Marekani, Japan imeshindikana. Alimtibu, jamaa akampa gari na mtaji mkubwa. Ingawa jamaa alipopewa vile mzigo wa kutosha akatusaliti na mwisho akafa na ukimwi. Ndio maana Yabesi aliomba, Mungu unikinge na nini? Baraka inaweza ikaja kwako ikawa huzuni badala ya baraka. Uongo kweli?
ikakuua kabisa. Kwa maana Mungu anataka uchume kidogo kidogo kwa kujua kusudi lako. Na leo vijana wengi wanavamia, wanataka mali, wanawaza kupata billion of shillings, million of shillings, maana wamekuwa ni uwezi. Taifa letu limekuwa na majizi na majambazi. Leo tunawalaumu leo viongozi wanaiba lakini nakuhakikishia hata mimi na wewe tukipata hiyo nafasi tutakuwa wezi wale wale. Na maana sisi pia ni wezi watarajiwa. Kwa sababu tujapata nafasi. Tutaka kujua hicho kitu, jipime kwa nafasi uko nayo. Kama nafasi uko nayo si mwaminifu katika hiyo nafasi, ina maana siku ukiwa waziri mkuu, ukiwa waziri au mbunge, utakuwa mwizi. Habari ya John. Unajua inaingia kama msumari. Utakuwa mwizi. Huyu ni mwizi. Hao walikuwa wana malezi kama sisi. Kwa hiyo taifa hili liweze kupata taifa liweze kuendelea, lazima tupate mapinduzi ya kifikra. Na msingi wote wa mapinduzi, rafiki zangu, je, niwaambie, ni elimu. Fundisho ndio linakufanya kuwa mtu wa namna gani. Leo kwa tunabomoa mambo ya chakula hapa, si ndio tunapambana na watu kwenye mjadala. Ni kwa sababu ya fundisho tangulizi. Kwa fundisho tangulizi ndio chakula cha roho. Unaumbika kwa chakula unachokula kama maembe, ndizi, mchele, ugali. Unatengeneza mwili. Na pia roho yako inaumbika kwa mafundi ya kiroho. Kwa fundisho lolote ni roho. Liwe la kisayansi, liwe la kibiblia, liwe vyote vile, maana ni kitu ambacho ukioni kwa macho, kwa kina shape fikra zako. Kwa duniani leo tunagombana kwa ideology, mafundisho. Sasa leo kwenye makusudi, tukijua kusudi letu ni mojawapo ni mtaji wa kanisa, mtaji bora wa kanisa, na pia ni mtaji bora wa taifa letu. Angalia kipawa chako cha asili. Nimeshasema mara nyingi kusudi huanzia kwenye kipawa. Ukisema Warumi 12:6 tuna kalama mbalimbali. Tuendelee. 3, angalia ni nini kinagusa moyo wako au kinaugusa moyo wako. Ni jambo gani ukiliona unasikia mzigo wa kulibadilisha? Ama umaskini, mambo ya vijana wanaopotea, ama swala la injili, ama haki, ama elimu, ama familia. Humu ndani. Na ningeomba viongozi ambao mnakuwa humu ndani, msichague mtu kuwa kiongozi au katika huduma fulani kama mjaona ana kitu. Tuko pamoja? Mtakuwa mnachagua mapooza. Tunamchagua mtu kwa sababu tumeona kwa huyu tutafaidi kitu. Tuko pamoja? Mkono mtupu fanyeje? Nataka tufungue fikra zetu katika maisha yetu ili tuendelee. Usifanye mazoea. Yaani usimzoee Masawe, usimzoee Shayo. Vipawa havizoeleki. Ukiziwa kipawa utapitwa na vitu vingi. Utamwona yule mtu tuko sawa tu, mwisho wa siku atafaidika na wengine, wewe utafanyaje? Hautamfaidi. Kuwa kama Elisha kwa Elia. Bwana asifiwe. Yaani alimng'ang'ania Elia mpaka akapata kipawa na zaidi. Unajua Elisha alipata nguvu zaidi ya Elisha. Sio mnakijua? Alipata maradufu. Alipata koti la Elia na akapata kile kipawa ambacho amejifunza kwa nani? Kwa Elia. Ndio maana Elisha akafanya vitu vya ajabu, wonders. Kama naeleweka? Tusizoe vipawa. Kwa hiyo tumchague mtu, tuangalie hapa tunapata hasara ama tunapata nini? Na kama leo mataifa yetu ya Afrika yangekuwa yanajali hizo vipawa, wenzetu kidogo wa China wanajali. Hawana Mungu. Sawa wala hawana Biblia. Lakini wanaishi kibiblia. Mjiona katika ile Warumi sura ya 2, sema kuna watu ambao hawajapewa Taurati lakini kwa akili zao zimefanyika nini? Taurati. Na wale waliopewa Taurati hawaishiki. Kwa nini? Mchina anaangalia kipawa cha mtoto, kipaji cha mtoto akiwa mdogo. Kwa hiyo wanampeleka mtoto kuwa fundi kwa sababu wameona ufundi ndani yake. Sisi huku fundi unampeleka sio kuwa nesi. Polisi unampeleka kuwa daktari. Ni mkali tu. Wewe njoo hapa wewe. Sindano unachoma ovyo ovyo tu. Sababu huyo si daktari, ni askari. Tuko pamoja? Sasa leo mataifa yetu ya Afrika yapo tu, tunaishi kwa connection. Ukiona taifa linaishi kwa connection, unajua hamna kitu, hakuna future. Ukiona kanisa linaishi kwa connection, kwamba tunaamua kuwa mzee wa kanisa, muinjilisti kwa sababu tu ni mjomba wangu, sijui ni mdogo wangu na kadhalika. Ndio maana ili kanisa pia liendelee, tuondoe zana kwamba mtu anasomea kuwa mchungaji. Tuko pamoja? Bali tumpe mtu nafasi kwa sababu ana roho ya nini? Ya Mungu ya kichungaji. Ana roho ya kiinjilisti, ana roho ya ualimu. Yaani tunampa mtu nafasi katika eneo lake.
si mtu akasomee afanye hiyo kazi. Kusoma si mbaya, lakini kasome ukiwa na hiyo roho. Tuko pamoja?